zako baraka zake. Amen. Asante Askofu kwa sana hapa na tulizo sisi wote kama Mungu akubariki Askofu. Lakini pia nipende kukushukuru wewe kuja kwenye ibada ya leo, na wewe pia unayefuatilia kwenye mtandao. Wengi leo ni siku ya baridi na ni kama Tanzania nzima, lakini wewe Mungu amekupa neema, unaweza kutenga muda wako wa kuja ibadani. Mungu akubariki sana. Haleluya. Basi acha tumwamini Mungu kwa kila alichotupa kwa ajili ya kukuletea wewe. Naomba moja kwa moja, Askofu ameshaomba tayari, tuna imani kwenye maombi aliyoyaomba na tunamwamini Mungu katika yale aliyoyatamka. Naomba tujifunze maneno ya Mungu kwa muda Bwana atakaotupatia. Maana leo tuna mambo mengi pia. Haleluya. Tuna ibada mbili, tumerudi kwenye mfumo wetu wa ibada mbili. Na Mungu wetu ni mwema. Sema amina. Kama kawaida yangu sipendi kama nafundisha wewe Mungu sawa na nona nini. Wana amani nyingi ya sheria ya Bwana wala hawana hapo kwanza. Haleluya. Usikwazike pia kwa sababu dunia imesimama. Ni Mungu amenipa kibali siku ile. Sema amina. Haleluya. Alafu kuna ugonjwa wangu napenda useme amina. Sema amina. Amen. Haleluya. Amen. Moja kwa moja naomba tuingie kwenye masomo yetu. Naomba tufungue kitabu. Kuna somo moja ambalo Bwana alinishirikisha. Pia nikamwambia Mungu, naomba neema yako na kibali mbele zako na pia mbele za wanadamu. Naomba tutakwenda kufunua maandiko yetu kwenye kitabu cha Kutoka kuanzia ile sura ya 3. Na tunajua Patrick yupo, dada Happiness yupo. Naomba tasoma hiyo sura nzima kwa sehemu, alafu baada ya hapo tutaendelea na kingine. Haleluya. Sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza. Kutoka 3 mstari wa kwanza nasema, basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi na Yethro mkweo kuhani wa Midiani. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu hata Horebu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Musa akasema, nitageuka sasa nione maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiti. Akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake, kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Bwana akasema, hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanaani na Mhiti na Mwamori na Mperizi na Mhivi na Myebusi. Basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikiria, tena nimeyaona hayo mateso ambayo Wamisri wanawatesa. Haya basi, nitakutuma sasa kwa Farao ili upate kuwatoa watu wangu hao na wana wa Israeli katika Misri. Musa akamwambia Mungu, mimi ni nani hata niende kwa Farao nikawatoe wana wa Israeli watoke Misri? Akasema, bila shaka mimi nitakuwa pamoja nawe, na dalili ya kuwa nimekutuma ndiyo hii: utakapokuwa umekwisha kuwatoa hao watu katika Misri, mtamwabudu Mungu katika mlima huu. Musa akamwambia Mungu, tazama, nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuambia, Mungu wa baba zenu amenituma kwenu, nao wakaniuliza jina lake ni nani, niwaambie nini? Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenu. Amen. Naomba tuuze hiyo pointi kwanza. Haleluya. Katika somo letu natamani uandike, itakusaidia kwako na kwa watoto wako. Kuisikia sauti na kupata maelekezo kuna faida.
kuisikia sauti na kufuata maelekezo kuna faida. Haleluya. Tutarudi baadaye, msomaji wetu asikae mbali. Somo hili sijajua ni kwa nini Bwana alinihimiza sana kwenye moyo wangu. Alinisukuma sana juu ya neno hili. Karibia mwezi mzima nikawa na mimi kama Musa, Mungu nataka niseme nini? Kitu ninachomshukuru Mungu pia, tuko mahali hapa kwenye huduma hii ya kinabii. Ninampenda Mungu kwa sababu alileta mahali pazuri pia. Huduma hii ni huduma ya kinabii. Baba aliyoko mbele yetu ni baba ambaye pia anapenda kutumiwa na Mungu na anatumiwa na Mungu, na tunaona ni mtu ambaye anapenda kusikiliza sauti ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Ni mtu ambaye anapenda kusikiliza sauti ya Mungu. Kichwa cha somo letu nimekwambia kinaandikwa kuisikiliza sauti na kufuata maelekezo kuna faida. Hapa tunakwenda kujifunza kwa habari za Musa, kwa namna ambavyo Musa alimsikiliza Mungu. Lakini pia tumekuwa tukizungumza kwamba safari yetu ya kwenda mbinguni imefananishwa na ya wana wa Israeli. Kwa maana hiyo, acha tujifunze kwa habari za Musa, tuulize Musa ilikuwaje? Ni kwa nini Musa alikuwa na maswali mengi? Shida ya Musa ilikuwa ni nini? Na alikuwa na pointi gani huyo Musa? Na kwa nini Mungu alimtumia Musa? Haleluya. Haleluya. Hapa tunasoma maandiko kwamba Musa alikuwa akitembea alikuwa akichunga kondoo, akazunguka mpaka sehemu baba aliambiwa kwamba hapo Musa vua viatu vyako. Japo leo sio siku ya kuongelea habari za viatu, mara nyingi baba anatufundisha kwa habari ya viatu. Lakini kulikuwa kuna pointi iko pale. Akaambiwa kwamba vua mahali hapo. Maandiko ametuambia kwamba alikuwa akiona kijiti tu kwa macho ya damu na nyama. Lakini akasema hebu nigeuke niangalie ni maono gani haya, kijiti kinawaka na kiteketei. Wakati Musa anageuka, Mungu anamwambia Musa, hapa ni mahali patakatifu, fanya 1 2 3. Maandiko ametuambia kwamba Musa kaogopa. Nafikiri umesoma. Kuna kitu tu mimi nataka nizungumze kwa habari ya kuisikia sauti ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Tumefika kwenye kipindi kigumu sana, hasa cha wokovu wa sasa. Tumefika kipindi kigumu ambacho wakati mwingine tumekuwa na sauti nyingi na tumeshindwa kujua sauti ya Mungu ni ipi. Wakati mimi nakuja kanisani pale stendi, kuna sauti nyingi. Wanaweza kaita Babati, wakaita wapi. Lakini mimi nilisikia sauti moja tu kwamba mwanama. Haleluya. Kwamba mwanama. Ndio maana nikakwambia kuisikia sauti na kufuata maelekezo kuna faida. Lakini kama ningefuata kila sauti iliyozungumza, kiteto wapi ningepotea. Amina. Haleluya. Lakini nikasikiliza wapi jamani, wapi mwanama. Okay, nikaona za mwanama zimechelewa, nikasikia mshono, kumbe nikipanda gari la mshono nitafika wapi? Kanisani. Haleluya. Lakini zilikuwa sauti nyingi sana. Wengine mpaka nini tunauza nini dawa ya roboto, yaani kelele zilikuwa ni nyingi. Lakini mimi nikapata sauti yangu moja ambayo itasaidia kufika wapi? Kanisani. Haleluya. Tumekuwa na kipindi kigumu sana cha kutenga wakati wa kumsikiliza Mungu. Na hapo ndipo pametokea chanzo cha kupotea. Sema amen. Haleluya. Naomba nisikilize kwa makini. Yamkini ulishasikia na somo hili so zito wala so geni, umekuwa ukijifunza siku hadi siku, lakini huwezi kujua Mungu anataka sema na nini kwako wewe leo. Sema amen. Halafu ondokana na zama zile za kibinadamu. Tutakuja kuziona baadaye. Hata Musa alifika hatua akajidharau, ndicho chanzo cha Musa kumhoji maswali Mungu. Baadaye tutaona Musa alikuwa anamhoji maswali Mungu, anamwambia Mungu, unanitumaje mimi niende kwa Farao? Alijiangalia vile vyenye alivyokuwa. Haleluya. Haleluya. Akajitazama, akajidharau. Lakini Mungu alikuwa amemuumba yeye kwa sababu zake binafsi na alitaka mtumie yeye kama yeye. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ondokana na zile zama za kidunia. Naomba utege sikio umsikilize Mungu anataka sema nini na wewe. Sema amina. Alafu kumekuwepo na roho fulani na ni roho inayotembea kwa kasi, na hiyo imewafanya watu wa Mungu wadumae kiroho. Sema amina. Wakati mwingine mtu anaweza kusema Mungu amenituma, lakini ukianza kumwangalia juu mpaka chini, ukiangalia mazingira anayoishi, mahali alipo, unaanza kukiacha mpaka ule ujumbe nao utoa. Sema amina. Mungu hayuko namna hiyo. Haleluya. Sasa turudi kwenye pointi. Kuisikiliza sauti na kufuata maelekezo kuna faida. Wengi tumepotea kwenye kufuata nini? Maelekezo. Sema amen.
Musa anamuuliza Mungu maswali. Nafikiri amefikia kwenye eneo nikasema kwamba akamwambia nenda waambie Mungu ni mimi Mungu. Kwa nini Musa alikuwa anapenda kumuuliza Mungu maswali? Kuna vitu fulani hata tukiwa na askofu wangu labda ananituma mahali huwa napenda kumuuliza maswali, ni tabia yangu. Na si askofu tu, hata Mungu mwenyewe huwa anapenda kumuuliza maswali. Haleluya. Haleluya. Musa alikuwa amejitazama kama yeye jinsi alivyo. Kuna kitu napenda leo mtu wa Mungu ujue. Kabla tujafika mbali, Mungu aliumba vyote, ni yeye alivitengeneza vyote. Mungu alimtengeneza mtu kwa sababu zake. Haleluya. Na alimfanya yeye kama chombo kwa wakati wake. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Haleluya. Unajua nalipuka lakini ngoja nitulie kidogo nifikishe kitu. Sema amina. Haleluya. Alafu usinune. Haleluya. 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 Hakuna furaha kubwa kama kukaa mbele za Bwana kujifunza habari za Bwana. Haleluya. Ina faida kubwa maana ndicho chanzo cha uzima wetu wa baadaye. Sema amina. Sasa tunarudi kwenye pointi. Musa ni kweli alisikia sauti ya Mungu. Na Mungu akamwelekeza. Akasema nataka uende ukawaokoe. Nimesikia kilio cha wana wangu. Nimesikia wanateseka sana. Lakini Musa nataka uende ukawaambie. Kama mimi na wewe leo tungekuwa tumesikia hiyo sauti tungekimbia tu. Tukatoka hapa tukaondoka, tukafika tu kwa Farao. Lakini tunajifunza nini kwa Musa? Aliendelea kumuuliza, Mungu unanituma mimi niende kule kwa Musa, kwa Farao. Hivi nitasemaje? Angalia hata maneno aliyokuwa anazungumza kwa Farao alikuwa ameambiwa na Mungu. Iko faida na ndio maana Musa hakufeli wala hakuumia. Kwa nini? Alikuwa anafuata maelekezo ya nani? Ya Mungu. Haleluya. Msomaji naomba umalizie kidogo kusoma mpaka kama Amen. Amen. Tena Mungu akamwambia Musa Kutoka 3:1 nasema ile 15 ndio. Tena Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli maneno haya. Waambie wana wa Israeli, so Farao, Bwana Mungu wa baba zenu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, amenituma kwenu. Kwa nini naomba unaenda kwa kituo uende na mimi? Kwa nini Mungu alikuwa anampa pia maneno ya kuzungumza kwa wale watu? Inaonekana kwamba kulikuwa na miungu mingine mingi. Na ndio maana Mungu alikuwa anajaribu kumwambia Musa kwamba waambie kuna Mungu wa namna hii na hii. Na akawaambia ni Mungu wa baba zao. Na inaonyesha kwamba wale watu walikuwa wanamwamini pia Mungu wa baba yao. Hata kama walikuwa kwenye utumwa, bado walikuwa wanamwamini Mungu. Endelea mtu wa Mungu. Hili ndilo jina langu. Hili ndilo jina langu. Wasiwe na maswali mengi. Kwamba huyo ni Mungu gani? Hili ndilo jina langu. Nalo ni kumbukumbu langu hata vizazi vyote. Nalo ni kumbukumbu langu hata vizazi vyote. Ndio maana hata leo kwenye kizazi hiki bado tunajifunza habari zake. Enenda Musa wewe. Ukawakusanya wazee wa Israeli pamoja. Ukawaambie, Bwana Mungu wa baba zenu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, amenitokea. Akaniambia, hakika nimewajilieni tena nimeona mnayotendewa huko Misri. Nami nimesema, nitawapandisha kutoka katika mateso ya Misri na kuwaingiza katika nchi ya Mkanaani na Mhiti na Mwamori na Mperizi na Mhivi na Myebusi, nchi ijayo maziwa na asali. Amen. Mungu alikuwa anajaribu kuwakumbusha ahadi ambazo alikuwa amewaahidi wazazi wao. Wao walikuwa wameshaona kwamba ndio maisha. Sawa na leo. Kuna kitu ambacho ningetamani kwenye ibada ya leo. Mahali popote turudi nyuma tujue yuko Mungu. Yamkini kuna mahali unapitia na umefika hatua umeona kwamba ni kawaida tu. Lakini iko kumbukumbu ya ahadi kwamba kuna ahadi kwamba acha niendelee kwenda. Kuna kitu ambacho Bwana alisema na atanitoa. Haleluya. Lakini ili utoke lazima ufuate pia maelekezo. Haleluya. Haleluya. Naomba malizie mistari mitatu mtu wa Mungu alafu nibomoe kitu fulani. Nao watakusikia sauti yako, nao utakwenda wewe na wazee wa Israeli kwa mfalme wa Misri na kumwambia, Bwana Mungu wa Waebrania amekutana nasi. Basi sasa tunakuomba tupe ruhusa twende mwendo wa siku 3 jangwani ili tumtolee dhabihu Bwana Mungu wetu.
nami najua ya kuwa mfalme wa Misri hata wapa ruhusa mwende zenu, la hata kwa mkono wa nguvu. Nami nitaunyosha mkono wangu na kuipiga Misri kwa ajabu zangu zote nitakazofanya kati yake, kisha baadaye atawapa ruhusa kwenda. Nami nitawapa watu hao kufadhiliwa mbele ya Wamisri, hata itakuwa hapo mtakapokwenda zenu hamtakwenda kitupu. Lakini kila mwanamke ataomba kwa jirani na kwa huyo akae naye nyumbani vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi, nanyi mtavika wana wenu na binti zenu, nanyi mtawatoka nyara wa Misri. Amen, amen, amen. Ni sawa. Tunaweza tukasoma vitu vingine maana sitavifafanua kwa, ila kuna pointi mimi nilikuwa nitafuta tu kwa habari ya kuisikia sauti na kufuata maelekezo. Sikia, haya yote Mungu alikuwa anajaribu kumuonyesha Musa asiogope. Lakini Musa alikuwa anaonyesha kama kuogopa kwenda kwa Farao. Haleluya. Alijitazama jinsi alivyokuwa. Ukisoma huko mbele tutakuja kusoma baadaye, akasema kwamba mwishoni Mungu alishamwambia wewe nenda, lakini Musa akaona kwamba hebu ngoja nimwambie Mungu, kwani Mungu wewe unijui? Si unajua kwamba unajua Mungu mimi sijui kuongea vizuri. Si unajua kwamba kabisa mimi mpaka nije nizungumze, huyu mwingine ameshazungumza mambo 4 5. Sasa Mungu ninakwendaje? Kuna kitu ambacho Musa alikuwa anakitafuta kwa Mungu. Haleluya. Ambacho Wakristo wengi tumekipoteza. Sema amina. Amen. Ambacho watumishi wengi tumekipoteza. Haleluya. Musa ni kweli ametokewa na Mungu. Musa ni kweli ameambiwa na Mungu, ameaminiwa, amethaminiwa na Mungu. Na hata tukichunguza habari za kuzaliwa kwa Musa, kulikuwa ni hatari sana. Haleluya. Wapo watu wengi walikufa wakati Musa anazaliwa. Si ni kweli ambapo nikitazamanga kuna kipindi nikikaa nikitafakari habari za Askofu Ribert Shilima zinataka kufanana pia na Musa kwa sehemu. Haleluya. Hata kama si wa kwanza kuzaliwa, lakini zinataka kufanana. Nimefanikiwa pia kukaa na mama mzazi aliyemzaa. Nikatafakari nikasema okay, mimi napenda kudadisi vitu fulani. Na usinione tu niko hapa pia. Nimeshadadisi vitu fulani, ila pia nikaisikia sauti ya nani? Ya Mungu. Na hata hapa nilipo nafuata maelekezo. Haleluya. Nafuata tu yale maelekezo ya Mungu. Sema amen. Nikaangalia, nikatafakari, nikaangalia. Sasa turudi kwenye point. Musa alikuwa ameshajidharau. Alijiona yeye ni nani? Akamwangalia Farao, akamtafakari jinsi alivyo, akasema hapana, Bwana mimi siwezi kwenda. Kumbuka huyu ni Mungu na Musa. Lakini pia ukiendelea kusoma habari za Musa, baadaye Mungu alimpenda sana Musa. Na ndio maana walipomtenda wakamfanyia vituko vingi, Mungu akasema Musa ni wa kwangu, ninampenda Musa sana. Kwani utajifunua kwa njia ya kinabii, kwa njia ya ndoto, lakini Musa mwanangu nitanena naye waziwazi. Haleluya. Haleluya. Si maandiko si hapo Kwa nini? Lakini ukija kibinadamu unaweza kusema Musa alikuwa ni mbishi. Kwa nini Musa alikuwa Mungu akimwelekeza hivi anapenda kubishabisha? Hapana. Musa alitaka kutembea kwa maelekezo ya Mungu. Haleluya. Na ndio maana tutakuja kuona baadaye safari ya Musa ilikuwa ni nzuri kwa habari ya kuwapeleka wana wa Israeli kwenye safari yao. Hata kama wengine walifia jangwani, walifanya vituko mbalimbali, lakini Musa alipenda kutembea na Mungu. Sema amini.